Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaufungua mlango wa bahari wa Hormuz, akionyesha kwamba hatua hiyo inanufaisha China na dunia baada ya kudai Beijing ilikubali kutotumia silaha kwa Iran. Rais huyo amesema kwamba kutokana na China imekubali kutotuma silaha kwenda nchini Iran, basi ataufungua mara moja mlango huo wa bahari wa Hormuz, na kwamba vikosi vya jeshi la CENTCOM vilivyopo katika eneo hilo la Mashariki ya Kati vitondolewa mara moja. Matamshi ya Trump yanakuja huku jeshi la Marekani likidai meli za kivita za Marekani zimezuia vilivyo biashara ya Iran kupitia njia hiyo muhimu ya maji. Jeshi la Iran limeonya kuwa huenda likalenga trafiki za baharini katika Ghuba ya Uajemi, bahari ya Oman na bahari Nyekundu ikiwa kizuizi cha bandari zake kitaendelea. Tehran imesisitiza kuwa haitaki vita au ukosefu wa utulivu, lakini haitasalimu amri kwa shinikizo au kujisalimisha, anasema rais wa nchi hiyo Masoud Pezeshkian. Hali hiyo inazidi kujitokeza huku kukiwa na ripoti za mawasiliano yasiyokuwa ya moja kwa moja yanayoendelea kuhusu uwezekano wa duru ya pili ya mazungumzo ya Marekani na Iran kufuatia mazungumzo ya mwishoni mwa juma lililopita nchini Pakistan ambayo yalimalizika bila makubaliano ya kusitisha vita vilivyoanzishwa na Washington na Israel mwishoni mwa Februari. Ni nini hasa kinachotokea baharini? Kwa sasa usafiri kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, njia kuu ya biashara ya kimataifa, bado inatatizwa kikamilifu huku Marekani ikitekeleza kizuizi cha bandari za Iran. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM inasema hatua hizo zinatumika kwa meli za mataifa yote zinazoingia au kutoka katika bandari za Iran katika Ghuba ya Uajemi na Ghuba ya Oman, huku ikisisitiza kwamba uhuru wa kusafiri kwenda na kutoka bandari zisizokuwa za Iran kupitia Hormuz hautazuiliwa. Vizuizi vimetekelezwa kikamilifu kulingana na jeshi. Tehran inasema haitarejea katika hali ya bahari ya kabla ya vita na inatayarisha sheria mpya kwa meli kutoka nchi zinazoiwekea vikwazo Iran au kuunga mkono mashambulizi ya Marekani na Israel kulipa ushuru kama fidia ya kuvuka katika njia hiyo ya maji ya Hormuz. Wachambuzi katika kampuni za nishati walinukuliwa na shirika la habari la Reuters wanasema data ufuatiliaji inaonyesha idadi ndogo lakini inayoongezeka ya meli za mafuta zinazosafiri kupitia Hormuz, ingawa msongamano wa jumla unabaki chini ya viwango vya kawaida. Shirika la habari la Fars limeripoti kuwa meli mbili za Iran zilivuka bahari siku ya jana, ikiwa ni pamoja na meli kubwa iliyoingia kwenye maji ya Iran kupitia bahari ya wazi ikiwa na meli za usindikizaji, na nyingine ilikuwa na chakula ikielekea bandari ya Imam Khomeini. Lakini je, kila upande unaendeshaji hali hiyo? Trump ameonyesha hatua za hivi punde kama mafanikio, akitangaza kwenye ukurasa wake wa Truth Social kwamba mkondo huo umefunguliwa kabisa na kwamba Uchina ina furaha sana. Pia alidai Beijing imekubali kutotuma silaha kwa Iran. China haijajibu hadharani na hapo awali ilikana kutoa msaada wa kijeshi kwa Tehran. Maafisa wa Marekani wanasema hatua hizo zinalenga kuishinikiza Iran huku njia za kimataifa za meli zikiwa wazi. Wakati huo aliashiria Moscow iko tayari kukabiliana na majanga ya ugavi, akisema Urusi hakika inaweza kufidia uhaba wa rasilimali unaokabiliwa na China na nchi nyingine ikiwa usafirishaji wa Iran utabanwa, na iko tayari kufanya kazi na washirika kwa msingi sawa na wakunufaishana pande zote. Lakini wakati huu ni nini ambacho kitafuata? Wakati ambapo Trump anasema vita vinaweza kumalizika hivi karibuni, aliahidi siku mbili za kushangaza, juhudi za kidiplomasia zinazoonekana kushika kasi. Maafisa kutoka Pakistan na Iran na mataifa kadhaa ya Ghuba wanasema timu ya mazungumzo kutoka Washington na Tehran zinaweza kurejea Islamabad baada ya wiki hii. Mpatanishi mkuu Pakistan ameripotiwa kuwasili Tehran siku ya jana Jumatano na ujumbe kutoka Marekani, na anatarajiwa kujadili maandalizi ya duru ya pili ya mazungumzo. Marekani na Iran zilikubaliana kusitisha mapigano kwa muda wa wiki mbili wiki iliyopita, na hivyo kuibua matumaini ya kupatikana suluhu pana zaidi. Lakini pande zote mbili tangu wakati huo zimebadilishana shutuma kuhusu madai yasiyokubalika. Washington haijajitolea rasmi kuongeza muda wa makubaliano hayo zaidi ya tarehe yake ya sasa na kuisha, afisa mkuu wa Marekani aliambia CNN. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.